Sami Douglas Kamau Ngotho anaongoza baada ya zoezi la kuhesabu kura kukamilika katika uchaguzi mdogo wa Ol Kalou. Mgombea wa Democracy for the Citizens Party DCP, Sami Douglas Kamau Ngotho ameibuka kifua mbele kwa mujibu wa matokeo yaliyokusanywa kutoka vituo vya kupiga kura, huku sasa macho yote yakielekezwa kwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC ambayo inatarajiwa kumtangaza rasmi mshindi wa kiti cha ubunge. Je, Sami Kamau Ngotho anaongoza kwa tofauti ya kura ngapi? Ni nini kilichojitokeza katika zoezi la kuhesabu kura? Je, mgombea wa UDA Samuel Mushina Nyaga bado na nafasi ya kubadili matokeo? Na iwapo IEBC itathibitisha ushindi huu utakuwa na maana gani kwa siasa za Ol Kalou, kaunti ya Nyandarua na hata eneo la Mlima Kenya kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Karibu katika habari moto za sasa kutoka Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. La kwangu jina Ogaro Brian Osoro. Baada ya siku nzima ya wananchi wa Ol Kalou kutekeleza haki yao ya kidemokrasia kwa kupiga kura kwa utulivu, sasa hatua ya kwanza ya mchakato wa uchaguzi imekamilika. Kura zimehesabiwa, fomu kutoka vituo vya kupigia kura zimekusanywa, na sasa kinachosubiriwa na Wakenya wote ni tamko rasmi kutoka kwa Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka IEBC. Kwa mujibu wa matokeo yaliyopo kufikia sasa kutoka vituo vya kupigia kura, mgombea wa DCP Sami Douglas Kamau Ngotho ndiye anayeongoza dhidi ya mpinzani wake mkuu Samuel Mushina Nyaga wa chama cha United Democratic Alliance UDA. Hata hivyo, ni muhimu kusisitiza jambo moja. Kwa mujibu wa sheria za uchaguzi nchini Kenya, mgombea hawezi kutangazwa mshindi kwa kutegemea matokeo yanayosambazwa kwenye mitandao ya kijamii au yale yanayotolewa na mawakala wa vyama vya siasa. Mshindi hutambuliwa rasmi pale tu ambapo afisa msimamizi wa uchaguzi wa IEBC atakapokamilisha uhakiki wa matokeo yote na kutangaza mshindi kwa mujibu wa sheria. Hivyo basi, hadi muda huu tunazungumza, Sami Douglas Kamau Ngotho anaongoza katika matokeo yaliyohesabiwa, lakini bado anasubiri kuthibitishwa rasmi na IEBC, na hiyo ndiyo sababu macho ya taifa lote yanaendelea kuelekezwa Ol Kalou. Uchaguzi mdogo wa Ol Kalou haukuwa uchaguzi wa kawaida. Tangu ulipotangazwa, ulianza kuvutia hisia za Wakenya wengi, si kwa sababu ya ukubwa wa eneo bunge lenyewe, bali kwa sababu ya mazingira ya kisiasa yaliyokuwa yameuzunguka. Katika kipindi chote cha kampeni, viongozi wakuu wa kisiasa walimiminika Ol Kalou. Kwa upande wa UDA, viongozi wa serikali walifanya mikutano kadhaa wakimnadi Samuel Mushina Nyaga kama mgombea ambaye angeendelea kushirikiana kwa karibu na serikali ya kitaifa kuleta maendeleo katika eneo hilo. Kwa upande wa DCP, viongozi wa chama hicho walifanya kampeni kali wakisema Ol Kalou ilikuwa na nafasi ya kuchagua mbunge ambaye angekuwa sauti huru ya wananchi ndani ya bunge la taifa. Kwa hiyo uchaguzi huu uligeuka kuwa zaidi ya uchaguzi wa mbunge. Kwa wachambuzi wengi wa kisiasa, ulikuwa mtihani wa kisiasa kati ya pande mbili zenye mitazamo tofauti kuhusu mwelekeo wa siasa za Mlima Kenya. Ndio maana siku ya uchaguzi ilifuatiliwa kwa karibu na vyombo vya habari vya ndani na vya kimataifa. Wananchi walijitokeza mapema asubuhi katika vituo mbalimbali vya kupiga kura. Katika baadhi ya vituo kulikuwa na foleni ndefu wakati wa saa za mwanzo za upigaji kura. Kadri muda ulivyoendelea, foleni zilianza kupungua, huku maafisa wa IEBC wakiendelea kuwahudumia wapiga kura hadi muda wa kufungwa kwa vituo ulipowadia. Baada ya saa 11 jioni, hatua ilikuwa ikisubiriwa na wengi ilianza. Masanduku ya kura yakafunguliwa. Karatasi za kura zikaanza kuhesabiwa moja baada nyingine mbele ya mawakala wa vyama vya siasa, waangalizi wa uchaguzi pamoja na maafisa wa IEBC. Ni zoezi ambalo kwa kawaida huhitaji umakini mkubwa. Kila kura lazima ihesabiwe, kila kura lazima ionyeshwe kwa mawakala, na kila matoleo lazima yaandikwe kwenye fomu rasmi kabla ya kuwasilishwa katika kituo cha kujumlisha kura. Kadri matokeo kutoka vituo mbalimbali yalivyoanza kuingia, picha ilianza kujitokeza. Katika vituo vingi vilivyokuwa vimeripoti matokeo yake, Sami Douglas Kamau Ngotho alianza kujijengea uongozi ambao uliendelea kuongezeka kadri vituo zaidi vilivyomaliza kuhesabu kura.
wafuasi wake wakaanza kusherehekea kwa tahadhari, lakini viongozi wa DCP waliendelea kuwasihi wafuasi wao kusubiri tangazo rasmi la IEBC kabla ya kusherehekea ushindi, na upande wa UDA uliendelea kueleza kuwa utaratibu wa uchaguzi lazima uheshimiwe hadi mwisho, huku ukisubiri matokeo rasmi kutoka kwa msimamizi wa uchaguzi. Kadri usiku ulivyozidi kuingia, ndivyo taswira ya uchaguzi huu ilivyozidi kuwa wazi. Matokeo kutoka vituo mbalimbali vya kupiga kura yaliendelea kuwasili katika kituo cha kujumlisha kura, huku maafisa wa IEBC wakifanya uhakiki wa fomu iliyowasilishwa kabla ya kuingizwa katika jumla ya mwisho. Katika hatua hii, kila kura ilikuwa na uzito wake. Tofauti ya kura 100 inaweza kubadilika. Tofauti ya kura 1000 inaweza kupungua au kuongezeka. Ndiyo maana sheria za uchaguzi nchini Kenya zinahitaji kila matokeo yahakikiwe kwa makini kabla ya mshindi kutangazwa rasmi. Hata hivyo, kadri fomu zilivyoendelea kuwasilishwa, ilionekana wazi kwamba Sami Douglas Kamau Ngotho alikuwa ameendelea kujenga pengo dhidi ya mpinzani wake mkuu Samuel Mushina Nyaga wa UDA. Kwa wafuasi wa DCP, hali hiyo ilianza kutoa matumaini kwamba chama chao kinaweza kupata ushindi mkubwa katika moja ya chaguzi zilizofuatiliwa zaidi nchini mwaka huu. Lakini kwa upande wa UDA, viongozi na mawakala wao waliendelea kusisitiza umuhimu wa kusubiri matokeo rasmi kutoka IEBC, wakisema uchaguzi hauamuliwi na taarifa za awali, bali na tangazo la mwisho la msimamizi wa uchaguzi. Na huo ndio utaratibu unaolindwa na sheria. Ni utaratibu unaolenga kuhakikisha kila kura iliyopigwa inahesabiwa kwa usahihi, kila fomu inahakikiwa na hakuna dosari inaweza kuathiri matokeo ya mwisho. Katika uchaguzi wa kidemokrasia, si kasi ya kutangaza matokeo ndiyo muhimu zaidi. Kilicho muhimu ni usahihi wa matokeo hayo. Ndiyo maana mara nyingi IEBC huchukua muda kufanya uhakiki wa mwisho kabla ya kutangaza mshindi. Kwa wananchi wa Ol Kalou, safari ya kampeni sasa imefika mwisho. Wiki kadhaa zilizopita walishuhudia misafara ya kisiasa, walihudhuria mikutano ya kampeni, walisikiliza ahadi za wagombea, walipima sera, na leo walifanya uamuzi wao kupitia sanduku la kura. Sasa jukumu limehamia kwa IEBC kukamilisha mchakato uliobaki. Iwapo matokeo yanayoongoza kwa sasa yatathibitishwa rasmi, basi Sami Douglas Kamau Ngotho ataandika ukurasa mpya katika historia ya kisiasa ya Ol Kalou kwa kuibuka mshindi wa uchaguzi huo mdogo. Lakini zaidi ya kupata mbunge mpya, uchaguzi huu tayari umeacha ujumbe mkubwa kwa siasa za Kenya. Umeonyesha kwamba uchaguzi mdogo unaweza kuvutia hisia za taifa zima. Umeonyesha kwamba wananchi bado wanaamini katika nguvu ya kura yao, na umeonyesha kwamba ushindani wa kisiasa katika eneo la Mlima Kenya unaendelea kuwa miongoni mwa mambo yanayofuatiliwa kwa karibu zaidi nchini. Kwa sasa macho yote yanaendelea kuelekezwa kwa afisa msimamizi wa uchaguzi wa IEBC. Ndani ya muda mfupi ujao, Wakenya watamjua rasmi mbunge mpya wa Ol Kalou, na pindi tangazo hilo litakapofanywa, Moto TV Kenya itakuletea taarifa kamili, matokeo rasmi, uchambuzi wa kina na hatua zinazofuata baada ya uchaguzi huo. Jina langu Ogaro Brian Osoro. Asante kwa kuendelea kuamini Moto TV Kenya, kituo cha kweli kwa habari, makala na burudani Afrika Mashariki. Usisahau kulike, subscribe, comment, share na uwashe kengele ya notifications ili usikose lolote ndani ya Moto TV Kenya. Nakomea hapo kwa sasa, tarudi baadaye kwa habari zaidi. Kwa heri kwa sasa.